Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, yaani kwanza nikushukuru wewe peke yako kwanza kwa nafasi ya ukuu wa wilaya, lakini pia kwa cheo chako kama kanali. Kanali, nafasi ya kanali naifahamu kwa sababu hata mdogo wangu nafikiri mfanya naye kazi na yeye ni kanali. Bahati mbaya ametangulia mbele za haki, ndio maana sikushiriki na nyie. Nilikuwa kule nyumbani kwenye mazishi. Pole sana. Anaitwa Bwana Rauri yani Kachinde. Rafiki yangu sana. Alikuwa Makambako, alikuwa ndio kikosi cha Makambako kwa miaka mingi sana. Lakini tumemuombea Mungu tamrehemu. Amen. Lakini baada ya hapo mimi niseme kwamba hili zoezi na kamati yako ya ulinzi na usalama hatuna cha kuwapa. Labda kuwaombea kwa Mungu, lakini pia mdumu kwenye kazi zenu. Kwa sababu mmetenda haki, tumeonyesha kwamba hamragi rushwa. Hata wafugaji huwa wananyodo wakiuza ng'ombe 20 wanawamaliza, lakini kwa kanali apokei. Angepokea asingekuja huko. Hongera sana sana. Lakini tumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwanza kwa kukupa nafasi hii na kuelekeza Ngara. Umetusaidia. Mimi niseme nimekuwa kiongozi kuanzia mwaka 2009 baada ya kutoka kwenye mashirika ya UN. Lakini mchakato nilikuta hawa watu wapo hapa. Mimi nilifanya mchakato wa 2010 kuwaondoa. Mishale niliyokutana nayo mpaka walifanya mikutano ya kuikataa serikali yangu ya kijiji ili iondoke madarakani. Mkutano tuliufanyia pale shule ya msingi Kasulo. Namshukuru sana mkuu wa wilaya aliyekuwepo ambaye alikuwa ni mbunge wa Geita Kanyasu. Ndiye akasambaratisha hizo hatua. Lakini walijipanga au wenye pembe ndefu na nini. Lakini tulifanya operation kubwa, tukawapeleka ng'ombe mnadani. Walipokuwa nakimbia unaenda mahakamani walileta faili zinalingana hivi. Nikamwambia nitasaini kila mtu akinionyesha barozi wake na mwenyekiti wa kitongoji mahali mnakoishi. Wakapakosa. Nikamwambia si sahihi. Wakaishia hatua hiyo, lakini ilikuwa ni ngumu. Ni kweli wale jamaa walikuwa wanajipanga. Ukipanga hivi na wao wanapanga hivi. Ukipanga hivi akapanga hivi. Na hata viongozi wengine wa juu walikuwa wanahusika jambo hili. Lakini wewe kwa sababu Mungu amekuelekeza kweli. Kwa kweli hongera sana na Mungu akubariki. Hili eneo limepiganiwa kwa miaka mingi na watu wamejenga kwa sababu ya hii eneo. Watu wamekula vitu vingi. Lakini nishukuru serikali yangu ya kijiji pamoja na mimi na nani tulifanya juhudi kubwa sana. Maana huu mchakato kuanzia huko mpaka ukufikie, maana kuna jambo tumefanya. Na kama jambo tumefanya hilo, mimi nawapa hongera sana. Najua mwenyekiti wangu atakuwa ameteleza kwa sababu gani? Mwenyekiti anaogopa mahakamani. Mimi mpaka kufikia hatua hii nikiwa nafanya kazi kwenye kijiji hiki na kesi 4 mahakamani na nyingine imeisha nikiwa diwani. Walitaka kuchukua shule ya sekondari ile ya K9 kwamba ni ya mtu na majengo na nini. Nikamwambia mimi nilikuwepo pale, wewe umekuja unanikuta, wewe ulipapata lini? Mpaka ameondoka amekimbia. Na leo shule ni yetu, maisha yanaendelea. Naona lakini mimi kwa kesi hata shule ya msingi Kabahishi iliuzwa eka 20 na mwalimu akasaini. Nikaenda nikampelekea, tukaenda Chato, wakati huo ni Chato baraza la ardhi. Kaenda Chato. Tukafanya hii kazi, nikahakisha nikashinda na shule ikarudi. Kwa hiyo mimi siogopi. Mimi niko radhi kufa kwa sababu ya nchi yangu. Niko radhi kabisa kufa kwa sababu ya nchi yangu. Lakini pia niko radhi kufa kwa sababu ya wananchi waliochagua. Kwa sababu waliniona nafani watangulie mbele. Lakini najua hili jambo mkuu, hili jambo tutarekebisha. Bahati mbaya sikuwepo kwa sababu nilikuwa kwenye msiba. Najua mwenyekiti tutakaa pamoja na serikali yetu tutaenda vizuri. Lakini nikuahidi. Yaani kwa sababu umetupa mamlaka ya siku 7, maana umefungulia Mungu ambao wana njaa. Wafugaji safi? Safi. Tuko vizuri? Tuko vizuri. Tunatekeleza? Sana. Asante. Tumemaliza. Yaani hiyo kazi wetu achia. Uwezo huo tunao. Uwezo? Tunao. Lakini tulikuwa tunasubiri kwamba je, nyuma tuna mtu anayetuweza tukirudi nyuma tatushika. Kwa hiyo tunajua kwamba nyuma kuna ukuta ambao hauungiki. Kwa hiyo nakuahidi kwamba hayo mambo yatakwenda vizuri. Mheshimiwa Mkuu wetu wa wilaya na kamati yako ya ulinzi na usalama, tuseme kwamba historia imeandikwa. Historia imeandikwa na wewe ni barua na kamati yako ya ulinzi na usalama. Kwa hili mtasoma mahali popote.
hatuombei mabadiliko ya aina yoyote kwenye kamati yako ya ulinzi na usalama. Na wewe pia abadilike hata mmoja. Tunatamani muendelee kuwepo Ngara ili na wengine waendelee kujifunza kwenu. Lakini Mheshimiwa DC, nisipowashukuru serikali ya kijiji cha Kasulu nitakuwa sijatenda haki. Ruaha Karemera. Maana mimi ni miongoni mwa watu waliofuata utaratibu wa kuandika barua na kuomba ardhi maeneo haya, nikaingia kwenye vikao halali, mchakato ukaendelea. Kitendo tu cha kukubaliwa hata kupokea barua yangu ni jambo la kuwashukuru sana. Na mimi naomba niwashukuru sana ndugu zangu wajumbe wa serikali ya kijiji na wafugaji kwa ujumla mlioko hapa kwa namna mlivyokubali kutupokea. Mimi naomba nisipoteze muda mwingi sana, tofauti na kuendelea kuwashukuru waheshimiwa wafugaji na mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya. Tuendelee kumuombea. Lakini cha msingi tumwahidi Mheshimiwa DC pamoja na kutuwekea vyombo vya ulinzi na usalama. Sisi ndio tunatakiwa kuwa walinzi namba moja, kumpa information Mheshimiwa DC na vyombo vyake vya ulinzi na usalama. Kwa safari Maiseli Banigwa ni diwani wa kata ya Mabawe. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nichukue nafasi hii tu kusema kwamba kazi uliyoifanya ni kubwa. Na niwaambie ndugu zangu, Mheshimiwa mkuu wa wilaya hajawahi kukwama hata siku moja. Kwangu mimi Mabawe, kata yangu ya Mabawe nina historia sana ya kwako wewe na Mheshimiwa DC aliyetangulia Mtenjere. Nakumbuka kule Mabawe tulikuwa na tatizo la tingatinga bonde la Mokrazi. Baada ya kuwa bonde lile limemilikiwa na watu wachache, waliingia moyo mbaya wa kutaka kutenga eneo letu la Mabawe kwenda Burundi. Nakumbuka jambo hilo, nilitolea taarifa kwa Mheshimiwa DC Mtenjere, akanipatia Mheshimiwa afisa tarafa Jawadu kwenda kulishughulikia. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nilipofika pale kwa ajili ya hili, nilipitia majaribu mengi na makubwa sana. Watu wenye hela zao wanapitia majaribu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wale wakulima wachache waliunda kikundi chao na kuniletea mimi kicha cha hela kwamba nikubali na mawazo yao.